Poleni sana familia, poleni sana familia. Wakati tunahuzunika na msiba, lakini pia tuna celebrate maisha ya mzee Edwin Mtei, life well lived, legacy ya kufa mtu kabisa, kutokana na rekodi ya maisha yake na alichokifanya kwa taifa hili. Mambo aliyofanya kwa taifa hili mzee Mtei yanamuweka bila shaka kuwa one of the very true statesman wa nchi. Hiyo rekodi haiwezi kufutika. Sisi Mbeya na Nyasa, rekodi ya mzee Mtei haiwezi kufutika, kwa sababu wakati anaanzisha chama hiki, Mbeya pia ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa aliyoamini kwamba akienda kupanda mbegu ya mabadiliko inaenda kuota vizuri, na imeota vizuri. Tuko imara mpaka leo. Mbeya na kanda ya Nyasa imekuwa ngome imara ya Chadema. Wale wanaosemaga, kuna watu hapo katikati unasikia Chadema chama cha Wachaga, si tunawachola tu, kwa sababu tuko vizuri sana kama chama cha Chadema pale Mbeya na kanda ya Nyasa kwa ujumla. Tunasherehekea maisha ya mzee Mtei. Tunamshukuru Mungu kwa mzee Mtei, tunamshukuru kwa misimamo yake pia. Tunasikia mzee alitofautiana na Mwalimu Mwalimu akiwa rais, akiwa waziri wa fedha alitofautiana sera. Kutofautiana sera, alimwambia Mwalimu kwamba ujamaa umedunda, haufai tena, kwa sababu njia zake za uchumi hazipeleki nchi mbele. Kwa hiyo ili twende vizuri, naomba twende tufanye 1 2 3. Nyerere akasema mimi siwezi kugeuka nyuma, nimeshapeleka hivi. Mzee akamwambia kama hivyo mimi Ligoma siliwezi, na kuachia goma lako, naenda kuendelea na shughuli zangu zingine. Na shughuli zingine hakuacha mambo ya nchi. Rekodi zinaonekana kama kwenye kuanzisha TACRI, Tanzania Coffee Research Institute, ambayo sasa hivi nasikia jamaa wakasema mbona inakaa kama, wakaona kama legacy ya mzee inabaki, wakasema waivute serikalini. Wazungu wakasema hatuweki tena hela kwa sababu umeingiza. Mpaka leo TACRI haifanyi vizuri, lakini rekodi ya mzee kwenye kuendeleza zao la kahawa sio tu kwa mikoa ya kaskazini, mpaka kwetu Mbozi ambako kahawa inalimwa.